kwa mara ya kwanza kabisa mimi niwakaribishe tena japokuwa so ageni wengi sura chache ndio naziona ngeni tu, lakini pia naona mabadiliko baada Azwiz ya Star 46 kuambatana na Bodyguard, lakini pia namuona Echo Tuza, namuona Wide Rapper kwa zamani. Tuanzie kwako kwanza, karibu sana, najua ulikuwa Dar es Salaam, si ndio? Okay, weka mic fresh yo. Nataka tufahamu kwa nini kwanza tumeamua kutoka kwenye Wide Rapper paka Stompion. Kikubwa ni kwenye ukuaji. Kwenye ukuaji. Wide Rapper inakuwa ina kulimit. Yaani ukisema Wide Rapper mtu anazoea yani wewe ni rapper labda muda wote. Okay. Ilikuwa lazima nifanye mabadiliko kwa sababu ukiingia kwenye muziki wa biashara, mashindano, utoki kuwa na mipaka, yani unafanya chochote, taarabu ikija unapita nayo baridi. Kwa ndo maana tukawa Stompion. Okay. Kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba Wide Rapper it means kwamba jina lako lilikuwa na kulimit, lazima urap, si ilikuwa na mipaka. Yaani unajua ukisema Wide Rapper kila mtu anajua umshikaji ni rapper, lakini ukisema Stompion ni mtu anatamani kusikia jamaa anafanya kitu gani. Okay, yeah. Stompion. Unajua Stompion kwa haraka ukitaja mtu anaweza kujua amesema champion boy. Ambaye ni Wozu. Champion hakuna mtu mwenye hilo jina. Kila mtu ni champion. Yaani kama ni mshindi always ni champion. Okay, lakini sasa tumelizoea kulisikia kwa Wozu ambaye pia ni msanii wa Bongo Flava ambaye anafanya vizuri sana. Wengi sasa hivi kusema champion boy, wengi wanajua kabisa unamzungumzia Wozu. Yeah. Stompion boy. Why Stompion? Why Stompion? Stompion ni kama kukua hivi. Yani kama kukua. Okay, it means kwamba sasa hivi tumepiga hatua kwenye muziki wetu. Ndio maana kitu kama hiyo, si ndio? Kabisa. Karibu sana Echo Tuza. Yep. Inakuaje? Poa. Mtumbadi. Naona umeninyoshea vizuri sana mzee. Unaonekana vizuri. Watoto mjini wanasema umewaka, si ndio? Karibu sana mzee. Asante sana. Harakati ni aje? Mungu anasaidia. Hii ni mara ya pili Wide Rapper akija Stompion, akija Kigoma unaongozana naye studio. Why? Kuacha mambo mengine pia tofauti na music ni familia. Okay, ni family. Ndio maana sometime wakija Kigoma sana tunakuwa karibu, si ndio? Yep. Okay, aina noma. Azwiz Star 46. Yes sir. Naona shingo alionekani mzee. Vingi. Kama shingapi yamekaa shingoni hapo? Kwa haraka kama milioni 2 hivi. Kama milioni 2 hivi vimekaa. Okay, cheni zenye uzito, si ndio? Nyingi sana. Yes sir. Juzi Diamond aliposti saa, akasema watoto acheni kuvaa feki. Ikaonyesha kwamba inawezekana kuna washikaji wanagongaga zile ambazo zinakuwa so real. Ni sahihi. Hiyo ni zenyewe hizo, uongo. Azigongia Lamu airport hizo. Gusa na smack hapo kabisa. Aida ndo karibu sana mzee. Asante sana bro. Usalama wako ukoje? Kuweka milioni 2 shingoni ndio maana sasa hivi unatembea na Bodyguard. Ndio maana niko na mbavu kubwa Toz Luha. Okay. Mbavu ya kutosha. Okay, anakuhakikisha kwamba mambo yanakaa fresh sana. Sigusiki. Haina noma. Naona pia ameongozana na mshikaji kutoka Midosh, anaitwa Deki. Inakuaje? Safi kaka. Kama kawaida. Mara mwisho alikuja hapa, amekuja kulilize ngoma ambayo mlikuwa mmeshirikishwa na mdogo wenu, familia yenu kutokea Majengo, ambaye pia naona juzi alituletea ngoma ya pili. Leo hii umeambatana na watu wakubwa. Mimi nikiona ni watu wakubwa, watu wa badi ambao wanafanya muziki ambao unasikilizika, muziki ambao unaishi kwenye kichwa. Kuna kitu gani? Kuna connection gani kati ya wewe na washikaji hapa? Kitu kimoja labda niseme ni family. Okay. Kwa tunapokutana wanamuziki tayari imekuwa family. Yeah. Kwa tumekutana tukafanya kitu na hatimaye ndio kilichotuleta hapa nafikiri. Okay, ina maana kuna kitu kimefanyika. Yeah. Okay. Aina noma bani. Ali Allen director yuko nyuma ya kamera, anahakikisha kwamba baadaye hivi unaweza kukutana na mambo yote haya ambayo anakuwa anafanyika hapa kupitia social networks za washikaji. Pia baadaye atakwambia jinsi gani ambavyo unaweza kuingia ukazicheki. Lakini kuna mshikaji wangu pembeni hapa ana cap red, ana red cap na chini ana socks nyekundu, kofia nyeusi lakini t-shirt nyeusi. Inakuaje? Yeah. Bana fresh inakuaje? Fresh wakuta nani? Bana kwanza kabisa nijitambulishe. Mimi naitwa Big Zed, ni msanii kutoka Kigoma. Okay. Ni pande fulani za Simbo. Okay. Kwa sasa niko Dar es Salaam na niko Kigoma hapa kwa ajili ya tour kama hivi unavyoona niko. Okay, Big Zed kutokea pande za Simbo, si ndio? Kigoma umekuja kwa tour, si ndio? Ngoja tuke kwa Stompion. Kigoma tumekuja kwa tour. Hii kauli inamaanisha nini? Kwanza Kigoma ni nyumbani. Yes. Yaani kurudi nyumbani always huwa lazima. Yes, lazima tuje kuweka vitu fulani sawa. Na uweze kufika Kigoma kama ni msanii usifike Joy. Kwa hiyo tunaposema kwamba tumekuja kwa ajili ya tour, tunamaanisha kwamba hivyo studio kutembelea. Okay. Una wasanii pia ambao wako nyumbani wanafanya nini. Kama nimefurahi mwanangu Diki nimekutana naye da, ni mwanangu sana. Mzee wa Midosh. Lakini nafurahi nimefika naona ana studio, ana vifaa vya kushoot. Na hii ngoma ambayo tunaitambulisha hapa leo tumefanya kwenye studio yake na producer yake Speed. Okay. Kwa ni jambo la
kumshukuru Mungu. Je, tunasema tupo kwenye tour, yani tuko nyumbani kwa ajili ya kujifunza vitu vingi. Haina noma. Lakini naona ruti zako Kigoma zinakuwa sana tofauti na washikaji wengine ambao sometimes anaweza kwenda mjini na kuja Kigoma ikawa ni mara chache. Kuna kitu gani? Kuna connection gani ya Wairapa? Ukiachana kwamba ni home, kuna kitu gani ambacho tunakuja kukifanya huku ambacho kinatulazimu tuje? Nakumbuka last time umekuja kama somo mwanzo wa mwaka au ni mwisho wa mwaka jana. How comes? Kwa nini tunakuwa na ruti zinakuwa nyingi sana? Tofauti na washikaji wengine ambao jinsi ambavyo tumezoea. Kwanza niko tofauti, yani mimi nikaa lazima nipakumbuke nyumbani. Yani sijui ni kwa nini. Yani nimezoea hivyo kwa Migebuka nini afu pia wazazi wapo huko kwa lazima ufike, family kina HO, kina Bakuza, kina nani. Yani lazima uwe mtu wa kurudi kama ambavyo wao mara kadhaa pia wanakuja tena. Washikaji wengi waga, kuna siku nilikuwa na mshikaji mmoja akasema kwamba si unajua Cape Town pia Kigoma walikuwa wakisikia mikono sikia unatokea Kigoma wanagwaya. Sasa ile kalaba mzee Stampioni anakuwa akija kwa kirudi kule boost lazima yani kwa shia sani ndio kama mambo sawa kibati haina noma. So mimi nikupongeze kwa sababu unaona pia washikaji ambao walikuwa wanafanya nao kazi kuanzia Kigoma mpaka Dar es Salaam pia naona uko nao, na mzungumzia Just Beat na Rebo na studio Rebo yake. Naona ndio washikaji pia ambao bado uko nao, na kuna ngoma pia ambayo naona ni kubwa sana. Ni ngoma pia ambayo tutaililize baadaye hivi, ni ama piano ya kwako umefanya pia utofauti mkubwa, mabadiliko kweli naona ukuaji wako kama ambavyo umeweza kutuambia. Hii ngoma mara kwanza kujaga ikafanyika ngoma, mara pili umekuja imefanyika ngoma, uko wewe, yuko Azwizi, yuko na Tuza kama Tuza. Why? Hii inakuja kutokana na Kigoma wasanii wa kike ni wachache, ndio maana kwenye ngoma hii hakuna msanii wa kike, au ngoma imefanyika kifamily au ngoma imefanyikaje? Kwanza ilikuwa tuwe na msanii wa Kigoma wa kike ndio OT, yes. Tulikuwa naye jana studio, lakini nafikiri tu hakuwa vizuri ile kiafya, tukaona basi hatuwezi kumforce afanye. Kama tufanye wenyewe, lakini kabla tujaondoka lazima tutakuja na ngoma nyingine na OT. Ndio msanii wa kike nafikiri sasa hivi anajitahidi, anapambana, anapush. Kuna si kama kaka zake tunakuwa nyuma kumsaidia pale ambapo anakuwa anataka support. Timizi kwamba ngoma imefanyika jana tu. Ya idea ilikuwepo muda. Yaani tangu niko njiani nakuja nilikuwa nishaandaa washikaji kwamba tukifika lazima tufanye. Kwa hiyo ina maana wewe ndio mwasha moto. Yani always mimi nikija lazima nitafute wanangu tutoe kitu. Sababu najua yani kuna watu kama HO unajua kabisa kwamba hata ufanye nini yani bado ni mtu mbaya. Unaweza kubatu na generation ambayo inafanya sasa hivi na watu wasikae. Bonge moja la ngoma, trust me, producer kafanya kitu kizuri sana, Speeda. Pale Diki amfanya chorus kali. Watu wameuana huko ndani, ni mazishi. Ngoma inaitwa Touch for Touch, si ndio? Haina noma. Nimekosa kumsikiza tu Arsenal, ambaye pia naye ni mtu ambaye nimeona mara nyingi akiwa hata posti zake sana. Ni mshikaji ambaye anakuwa na show love sana, mshikaji ambaye pia inaonekana anaelewa sana harakati ambazo unakuwa unazifanya. Why haipo kwenye ngoma hii? Nafikiri tu time yake imekuwa imebana sana. Tumekuwa naye mara nyingi. Tutafanya kama tulivyosema kabla tuondoka, tutafanya kitu kingine. Kuna brothers wengi sana ambao hatujakutana nao. Pia tungekuwa watu wengi sana pia ngoma ingechosha kwamba mtu unasikiza watu 8 9. Bora tumekuwa watu 4, tumegawana verse imeenda fresh. Tutafanya pia project zingine ya Sanali na mabrother wengine watakuwepo. Producer amekuja naye ndani? Yes, Speeda yupo ndani. Producer nataka nijue kitu kutokea kwako kwa sababu wao ni watu wabadi, watu ambao wanaumiza, wanafanya muziki mzuri, muziki ambao umesimama, muziki ule enda shule anasemaga. Sasa nataka nijue pia moment ya kipindi ngoma hii inafanyika kati ya watu wote hapa, kitu gani ambacho ulipata ugumu? Ugumu ulikuwa kwa cheza na mic, yes. Ulikuwa kwa baadhi ya wasanii. Maana mistari ilikuja kuandikia studio. Sasa kidogo ilikuwa na changamoto. Kupiga ile one take ile. Kitu faster moja kwa moja inakuwa mpaka tulimaliza usiku yani. Usiku nikaanza shughuli ya kuifanya, lakini bahati mbaya umeme ukao umekata mida ya saa 8 hivi nikawa stop. Ngoma imepikwa siku mzima hii, si ndio hivyo? Ina maana magodoro tulialoanisha, si ndio? Haina noma. Unajua kikubwa ni kazi hapo Benzili ni kitu kimoja. Nasema kwamba watu walikuwa wanaingia wanatoka. Unajua wanapokutana Wailapa, Azwizi, lazima verse zifutwe sana. Unajua hata kati ya kwanza kufanya ngoma utakuwa unamtanguliza kwanza wewe. Kwanza yule. Kwa hiyo tukajikuta bwana kila mtu anamhofia mtu. Unajua tumekutana watu ambao kila mtu ana hasira zake. Ngoma ilitumia muda sana. Nashukuru imekuwa good na kitu kimefanyika. Au sio? Ngoma rasmi ni nani au ngoma na kikundi? Hamna kikundi. Hamna kikundi. Ngoma tunaitambua kama ya nani?
Ngoma ni ya kwetu wote, lakini mmiliki mkuu atakuwa ni studio. Yani ngoma inamilikiwa na studio. Yani okay, basi ndio amejitolea project, kwa hiyo okay, basi tambulishe ngoma. Tambulishe ngoma pia msikilizaji akaisikilize kitu kilichofanyika. Yes, ndani yuko Azwizi, Star 46, yuko Echo Tuza, Mtumbadi, yuko pia Stompion. Wairapa wengi walikuwa wanamfahamu kwa blandio, lakini baada ya kupiga hatua na kweli kipindi ni Wairapa dread zilikuwa ziningini. Sasa hivi Stompion naona dread ndio zingine. Hata swaga pia zimechange. Haina roba. Tambulisha ngoma tuende kuisikiliza. Nawakaribisha sana mashabiki na ndugu wasikilizaji kwa kukaa tayari kusikiliza ngoma tunakwenda kutambulisha sasa hivi. Enjoy. Inakwenda kwa jina la Touch for Touch. Amefanya Diki, Stompion, Azwizi, HO, Big Z. Kaje. Bane, kwa mara ya kwanza kabisa kwenye speaker za Radio Joy 90.5 FM kwenye mikono salama ya kwake DJ Faizo, sisi tunabamiza. Unajua gauni waga haribu. Ngoma inaitwa Touch for Touch, ngoma kali sana, ngoma ambayo inaendana na miondoko sasa hivi. Umesikiza pia alipopita Ichoka pita, lakini pia Star 46 pia amepita. Yezo, Stampion amepita miondoko fulani hivi. Ya kibabe sana. Hongereni sana, ngoma kali sana. Sana. Na ni ngoma ambayo ukisikiliza haraka huwezi kujua kama ni ngoma ambayo imefanyika kwa siku moja tu ngoma ikawa imeisha. Lakini pia hongera kwa producer, naona kitu kizuri pia kwenye chorus pia amesimama vizuri. Lakini pia big time kwa mwanetu kutokea Simbo. Kutokea Simbo pia amesimama vizuri kabisa. Ngoma ni kali, ngoma ni inamilikiwa na studio. Hii ni kama zawadi, si ndio hivyo? Yes. Yeah. Okay, ni kama zawadi ya kuweza kuibless studio ya Midosh, kwa sababu pia ni studio ambayo inakuja vizuri. Tunaona pia kazi ambazo zinakuwa zinafanyika pale, lakini pia before ya kuwa producer pia nishakutana naye na ngoma zake kali, ngoma ambazo zinakuwa zinaenda vizuri pia. Tumeshakutana naye kwenye harakati nyingi sana mwanangu. Mimi nikupongeze pia kwa sababu unaona ndoto zako pia ni kwenda kukomboa watu. Yes. Unakuwa kama daraja pia ambao unaweza kuwavusha. Naona pia Afro Kiss ni moja kati ya wasanii wanaitwa Aso Music. Yeah. Naona ni washikaji ambao wanakuwa wanafanya sana pale Kiss Music, wanafanya sana pale, ngoma zao zote mbili wamezifanyia pale. Big time. Muendelea kuamini kile ambacho unakiamini, mwisho wa siku utakaa fresh kabisa. Hii ni ngoma ambayo sisi tumepokea mashabiki vizuri. Kwa sekunde chache tu tunataka tujue ukimya wa Star 46 uko vipi? Mashabiki tumemisi vitu, hatuvisikia, tuoni. How comes mzee? Kwanza kuhusu swala la ukimya, mimi sipo kimya. Yeah. Ila kuna program tu ambazo tunakuwa tunaziandaa ambazo zipo katika sema nini? Kwa Kiswahili kizuri ni mlolongo nini? Mlolongo fresh tu. Yaani vitu ambavyo viko katika mpangilio. Yaani sasa unajua zamani tulikuwa nimeachia ngoma yangu na Country Boy, tuliachia Kiolela, yes, tumeachia na ngoma na Mlem Godzilla na Lumia na nini. Sasa hivi tunataka tuachie ngoma ikiwa ina nini? Ikiwa ina usimamizi mzuri, yani kama ngoma ikitoka isitoke kiholela kama zilivyotoka za nini. Sababu pia hata muziki sasa hivi umebadilika, umekuwa ni biashara. Yes, that is what it is. So kama ni shabiki yangu aendelee kutulia, nadhani ndani ya mwezi huu unaokuja watafurahi. Haina noma. Ni kitu gani kikubwa gani unakikumbuka ikifika siku ya alofariki rapper Godzilla? Kwa mimi mara nyingi sana huaga nakumbuka mapenzi yake kwangu. Okay. Nadhani sio kwangu tu, na kwa watu wengi ambao walikuwa naye karibu. Yule ni mchizi ambaye alikuwa anajua kuishi na watu vizuri. Alikuwa hajichukulii kama mimi ni msanii mkubwa, mimi nina hela na nini. Alikuwa anaweza kujoin na wewe popote, yani situation yote alikuwa anaweza kutokea na support. Okay. Hivyo bro. Haina noma. HO Tuza. Ngoma kali sana ilikuja na uko mfanya na Dave Dihambo. Yes, ngoma ambayo pia di video pia ilienda mjini, watu wakaiona, wakaitazama na nini, alihusika Oju Master, Oju Blunt katika kushuti ngoma ile pale. Lakini baada ya hapo pia tunaona kimya mzee. Ndio tuko kwenye maandalizi gani? Muda mrefu sana Basiri. Yes. Nadhani kama miezi 3 hivi 4. Ile ngoma ile? Ya miezi 3 4. Ni mrefu sana kwa sisi mashabiki. Sipo kimya. Nadhani kuna project ambazo 2-3 muda ukifika na hisi zitakuja. Au sio? Zitakuja na zitakuwa online. Yeah. Okay, aina noma sababu pia tumeona legend kama Chid Benz naona ameachia album, lakini pia tunaona Alikiba pia album. Tunaona wasanii wengi wakifocus kwenye album. Wengine pia wanakuwa wakifanya extended playlist, yani EP. Kwa mpango na mikakati kwa nyie Legend. Mimi nazungumzia nyie kama Legend kwa muziki wa Kigoma, kwa sababu pia tumeufanya muziki tokea kipindi hicho tunazungusha tape, si ndio? Mipango iko vipi ya mwisho wa siku kusimamisha album ya HO au album ya Stampion, EP na vitu kama hivyo, sababu wasanii wengi tumeona sasa hivi wakifanya vitu kama hivyo?
Labda mimi nianze. Yeah. Kwangu mimi naonaga kutoa EP bila kuwa na usimamizi ni kama kutoa tu ngoma 5 au 6 kwa pamoja. Okay, kutoa bila usimamizi. Kutoa mawe tu. It means ni kwamba inakuwa ngumu kutoa kwa sababu usimamizi hauna. Sijawa na ule usimamizi na watu ambao nafanya nao kazi na Paris na kina, lakini bado sijawa na ule usimamizi strong kwamba ngoma 5 tuna uhakika wa video, tuna uhakika wa promotion. Kwa hiyo niwekeze nguvu kwenye ngoma moja kuliko kupoteza material mengi, sababu natumia nguvu, natumia akili kutengeneza muziki. Siwezi kukubali upotee tu. Okay, kwani ngoma moja Stampion unaitengeneza kwa muda gani? Inaweza kurekodi hata ngoma 5 kwa siku. Ngoma 5 kwa siku ambazo unakuwa umezitengeneza kwa maana umeziandika kwa muda gani? Yaani mimi kwanza nishasahau kuchukua karatasi kuandika. Okay. Jana nimeona nafanya session. Yaani mimi nishakuwa chizi muziki. Yaani nikisikia unafanya kama like a freestyle. Yaani nikisikia tu beat na pagawa nafanya kitu. Okay. Huwa inachukua na time, lazima nikasikilize afu nijue wapi. Hiyo ndio nilipochukua muda sasa kwamba style inabidi nitoe, uniongeze. Baada ya kufanya. Baada ya kuwa nimeimaliza sasa ndio narudi kufanya final. Hivi Benzili, kuna msanii ana uwezo wa kuandika nyimbo moja mwezi mzima au wiki nzima? Inawezekana, sababu pia kuna washikaji wanasemaga hivyo. Kwa sababu kuna msanii na mwanamuziki. Tunaamini kitu hicho, si ndio? Haina noma. Ni kitu gani ambacho Stampion upendi kutoka kwa ma producers? Sound. Sound. Una sound sana. Yaani kila siku naimalizia ngoma yako nikutumie. Kumbe uko zake ghetto amelala. Okay, haina noma. Kwa hiyo acha tukae tayari lini kwa ajili ya ngoma ya brand new song? Nadhani siku 2-3 ngoma itakuwa tayari. Siku 2-3. Ngoma nyingi sana. Sema cha muhimu ni kwamba lazima uchague ipi inaenda, ipi inabaki, ipi inafuata, ipi inabaki. Okay, haina noma. Si mashabiki tuna hamu sana na tuna kiu sana na ngoma ya kwako wewe. So tunategemea tuje tuisikilize. Tukae kwenye muziki ambao Alikiba aliachia albamu yake juzi, The Only One King, albamu ambayo ilikuwa na ngoma 16 na ni albamu ambayo ilikuwa haina ngoma hata moja ya amapiano. Ikaonekana kwamba amapiano ni mziki ambao umetokea South Africa na ni mziki fulani hivi ambao yeye hawezi kwenda huko sababu ni mziki ambao utapita tu wengi kama ambavyo wengi wanasema kama ilivyopita Kwaito na mziki mwingine kama huo. Leo hii Stampion amekuja kukaa kwenye amapiano, ameacha ngoma kwenye amapiano. Itimizi kwamba usipofanya ngoma kutokana na wakati ni vigumu ngoma hiyo kwenda. Mimi kwanza nikukatisha, mimi kwa kifupi hata nikisikia basi hivi taarabu ndio ina trend. Okay. Mimi naondoka nayo. Okay, tukae kwenye mapiano kwa sababu ndio muziki uko duniani sasa hivi. Yaani mimi nipo kwenye biashara nakimbizana na age yangu. Kwa hiyo mtu kama Ali yupo miaka 17 kwenye game. Yes, ukijaribu kufuata mawazo ya Ali ashamaliza kila kitu kwenye muziki. Okay. Mimi ni mtu ambaye natengeneza mashabiki wapya kila siku. Nikisikia leo trap imeenda na amsha nayo natengeneza vijana wangu tunaondoka na kitu. Okay. Kwa hiyo mapiano cha msingi nimeimba Kiswahili, ile ni bongo flavor. Okay. Haina noma. Kuna kipindi Mario alizungumza akasema kwamba hamna msanii bongo atafanya mapiano kali kama ngoma yake Mama Amina, ngoma fani ambayo ilienda sana. Kauli kama ile unapoisikiliza wewe kama msanii na ambaye pia ni msanii wa bongo flavor na kuna ngoma nyingi ambazo zinaenda, huwa unaichukuliaje? Tushukuru Mungu bwana, kaka zetu washapata nafasi, acha waongee. Okay, kwa anazungumza kwa sababu wamepata nafasi. Labda hizo nafasi tutajua. Labda ni kazi. So nafasi tu. Nadhani hiyo ni kwa wasanii wote. Hata kina Country Boy kipindi amenunua Noah, alisema yeye ni msanii wa kwanza best rapper kwa Noah, lakini akasahau kuna wengine kibao na magari makubwa kuliko yeye na hawaongei. Kwa gari ya kwanza Country Boy ilikuwa Noah. Ilikuwa Noah. Na akatamba kifua mbele. Kwa hiyo hizo ni mbwembe za wasanii. Mimi nimekwambia cheni zangu si vitu gani ile unajua mimi bro. Kuweza kutamna milioni 2 hapo. Sasa kuta angalau 60. Bana hakuna noma. Kuna ngoma hapa tunayo pia ya Stampion, Yezo White Rapper, ambao ni brand name ambao washikaji kwa kitai linasomeka vizuri, lakini kwa sasa ni Stampion kutokana na hatua ambazo zinazidi kupigika. Ngoma ni imefanyika kwa Just Beat. Yes, na ni ngoma fulani hivi ambayo ni kali. Mimi binafsi ni kali. Mimi sitaki hata kuizungumza sana. Tunaweza kuitambulisha tukaisikiliza before ya kutaka kujua ngoma tunazikuta wapi. Tuzisikilize kwanza. Ngoma inaitwa Kamnyweso, producer ni Just Beat. Mwimbaji ni White Rapper. Watu enjoy tu. White Rapper Stampion. Stampion. Tunalikiwa majina ya zamani. Bana, kwa mara ya kwanza kabisa anaiachia DJ Faizo. Isikilize ngoma ambayo imefanyika. Nawaza kwamba sasa hizi ndakutana na Benzili. Nitafanya kuhusu maji, lakini sasa kwa hiyo unatoka na idea, mistari inaenda najipanga njiani. Fika producer akipiga vibe yake tunaamsha. Okay. Ngoma kubwa kama hii, Kamnyeso, mikakati iko vipi? Kwa sababu ni ngoma ambayo unaona inaweza ikaenda kabisa. Mikakati iko vipi kuhusiana na ngoma? Mikakati yake nafikiri kama wiki moja mbele basi remix yake itatoka na tuko na msanii mkubwa sana wa kike, tushashoot kila kitu. Okay. Watu wasubiri.
Nani sisi familia unaweza kutupenyezea tu. Tusubiri exclusive. Watu wana fitna bana. Wale washangaa dada anapiga futa verse. Yes. Okay, na hii remix inafanyika baada ya kusikiliza kazi au ni baada ya Stompion kumfuata? No, yeye mwenyewe alinifuata akaniambia nimependa ambacho umefanya. Kwanza naomba nimwandikie ngoma, nikamwandikia. Okay. Baadaye akaniambia nataka tufanye remix. Nikamwambia poa, na akasimamia kila kitu yeye, kuanzia video na kila kitu. Okay, timizi kwamba kuna baadhi ya wasanii unaandikia ngoma. Wengi. Okay, ni moja kati ya njia ambazo pia wasanii wengi wamefika kwenye ndoto zao kupitia huko. Rayvanny pia ambaye sasa hivi ni mmiliki wa Next Level, pia ni msanii ambaye pia alianza kama mwandishi. So ni kitu pia ambacho ni kikubwa, na kama hivi remix sisi tunasubiri tuje tuione, au sio? Time is money, muda unazidi kutembea. Tumezungumza vitu vingi, lakini tumesikiza kazi zote mbili. Tumesikiza Touch for Touch, tumesikiza pia Kamnyweso. Okay, ngoma zote hizi zinapatikana wapi? Tukianza na Kamnyweso ambao ni ngoma yako, lakini pia producer Dick atatuambia pia Touch for Touch watu wanaipata wapi kwa ajili ya kuweza kuisikiliza. Kamnyweso inapatikana kwenye nafikiri digital platform zote. Yaani ukiingia ukiandika Stompion, mimi mnasema mambo ni jina tofauti. Kwa Instagram, YouTube, Audiomack. Yaani ukiandika tu Stompion Kamnyweso unakutana nao na kuna mawe mengine mengi. Okay. Na ratiba ni kila mwezi lazima nitoe ngoma. Okay. Ni kila mwezi unaachia ngoma. Mwezi lazima nitoe ngoma. Okay. Producer, kazi tunaipataje Touch for Touch? Labda niseme mimi sio producer tena. Wewe sio producer tena kwa sababu tayari producer yupo. Tumeambiwa ngoma iko chini ya studio, ndio maana kuuliza wewe. Kazi itapatikana YouTube channel ya kwangu mimi ambayo inapatikana kama nini? Inapatikana kama Dikiril. Okay. Kwa mtu akiingia pale anaweza kukutana naye. Hiyo ni account ambayo imebeba sana lebo nzima. Okay. Hapo kuna postiwa project zote za studio. Okay. Basi ina noma. Ali Allen pia director ambaye yuko nyuma ya kamera, tuambie pia Sam tukitaka kuona interview kama hii anayekutana nayo wapi? Ali Labda nimsaidie. Interview kama hii inapatikana Midosh TV. Okay, Midosh TV. Okay, full interview ukitaka kuiangalia pia unaweza kuingia Midosh TV pia pale utaipata YouTube channel kabisa. Okay, haina noma. Mimi niwashukuru pia kwa time yenu pia, lakini pia niwashukuru kwa jitihada ambazo mmeendelea kufanya, lakini pia niwashukuru kwa bonge moja ya track ambayo imefanyika. Mimi naisubiri ya pili ambayo nimeambiwa kuna mtoto kike atakuwepo. Naisubiri. Kwa hiyo na mimi naomba hata nisikose mapiano. Itakuwa mapiano. Kwa msanii yote ambaye yupo Kigoma anajua ni mbaya, anaanza kaa kwenye mapiano. Tukutane tufundishane adabu. Haina ndio, kwa sababu nakumbuka juzi tumecheza ngoma ya mshikaji mmoja anaitwa Bruce Melody, yuko na Calligraph Jones, ilikuwa ni ya mapiano. Faizo akasema Calligraph amepitaje? Msangoja tuone hiyo atapitaje. Mimi nashukuru sana wanako, sio? Wananijua vizuri. Tuna pay bill, na baada ya kupay bill nitakupa habari njema kutoka Vodacom, lakini pia narudi kusoma comment yako hapa ni East Africa Show Benzil International Presenter Ninja kama Ninja. Stay tuned.